Naam, hadithi inafuata hapo mbele, an Aisha radhiallahu anha qalat, kutoka kwa mama Aisha radhiallahu anha amesema, lamma ishtaka an-nabii sallallahu alaihi wasallam, pindi mtume sallallahu alaihi wasallam alipougua. Lamma ishtaka au lamma marida, alipougua mtume sallallahu alaihi wasallam, dhakara baadhi nisaihi, dhakara wakakumbuka baadhi ya wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhakara wakakumbuka baadhi nisaihi, baadhi ya wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakakumbuka nini? Wakakumbuka kanisatan, wakalikumbuka kanisa, raainaha, waliloliona kanisa hilo, biardhi alhabasha, katika ardhi ya Uhabeshi. Kama inakumbukwa katika sira ni kwamba hijra zilikuwa mbili, kuna hijra ya kwanza na kuna hijra ya pili. Hijra ya kwanza ni kwamba masahaba walihajir wakaenda Ethiopia, Uhabeshini kwa mfalme Najash. Ama hijra ya pili ambayo ndio kubwa, wakahama kutoka Maka wakaenda Madina. Sasa ule msafara ambao uliokuweko wa mwanzo walipokwenda Uhabeshini, ndipo wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wamo katika msafara huo. Sasa ikawa wanakumbuka walioyaona kule Uhabeshini. Wanasema lamma ishtaka an-nabii sallallahu alaihi wasallam, pindi mtume sallallahu alaihi wasallam alipoumwa. Na mkuumwa huko, anasema Ibn Uthaymeen, ni maradhun wa kana dhalika maradhuhu alladhi mata fihi, ni yale maradhi ambayo yalompelekea kifo chake. Yani alipoumwa maradhi haya, ikawa mtume sallam hakuja juu. Akasema waqad ibtadaa bihi almarad, maradhi yalimuanza bwana mtume sallam min awwali rabi'il awwal, katika mwanzo kabisa wa mwezi wa mfunguo 6, sanatan 11 min alhijra, mwaka wa 11 hijiria. Kwa hiyo hapa vile vile, ndugu zangu Waislamu, sira inabainisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa katika mwezi huu wa mfunguo 6, kwa sababu alianza kuumwa siku za mwanzo mfunguo 6, kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen. Haya, watu wa mfunguo 6, watu wa Maulidi, washerehekea kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam Rabiul Awwal, lakini Rabiul Awwal hiyo ndio mtume amekufa. Sasa sijui wanajigawaje hapa, ndio mimi nashangaa kwamba furaha ya kuzaliwa halafu kuna huzuni ya kufiwa, sijui wanajigawaje. Lakini kwa sababu wengi watu wapenda mtei, basi wanajifanya huku kama kufa hawakukuona huku, ili wapige nini, ubwabwa tu. Falamma ishtaka an-nabii sallallahu alaihi wasallam, basi mtume salam pindi alipougua, dhakara baadhi nisaihi, wakakumbuka baadhi ya wakeze, kanisatan, kanisa, raainaha, waliloliona fi biardhi alhabash, katika ardhi ya Uhabeshi, walipokuwa wamekwenda katika ile hijra ya kwanza. Yuqalu laha, kanisa hilo linaitwa Maria. Yuqalu laha, kanisa hilo linaitwa Maria, yani kwa maana kanisa la Maryam au Mary. Ndio maana ukawa Wakristo mambo yao mengi kabisa wananasibisha na Maria, Mary. Shule ni St Mary, si kanisa St Mary, si nini St Mary. Sasa hili kanisa lilikuwa yuqalu laha, laitwa Maria. Wakanat Ummu Salama wa Ummu Habiba, walikuwa hawa Ummu Salama na Ummu Habiba wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam, atata ardh alhabasha, atata kwa maana walikwenda ardhi ya Uhabesh. Wakanat Ummu Salama, na alikuwa Ummu Salama wa Ummu Habiba, atata, hawa ndio waliokwenda ardhi ya Uhabeshini. Kwa hivyo ilipotajwa dhakara baadhi nisaihi, wakakumbuka baadhi ya wakeze bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni nani? Alikuwa ni Ummu Salama na Ummu Habiba.
Anasema rawi anazungumzia ya kwamba fadhakarata, wakaelezea sasa, fadhakarata wakawa wanaelezea min husniha, uzuri wake kanisa hilo. Wadhakarata, wakawa wanasimulia min husniha, uzuri wa kanisa hilo. Watasawira fiha, na picha ambazo zilikuwemo katika kanisa hilo. Min husniha, uzuri wa kanisa hilo. Na hii ni moja katika jambo ambalo ukiliona basi makanisa ndio yana asili ya uzuri na kupambwa, na ndio maana riwaya ikija fadhakarata, wakawa nasimulia min husniha, kanisa zuri hilo. Sasa eweje leo iwe pasimuliwa msikiti mzuri, bwana, msikiti mzuri huo, aya, sijui yani kwa hapa mimi sijaona kwa Tanzania hii ni masala ya kanisa kusifiwa uzuri na sio msikiti. Na watasawira fiha, wakawa wanaelezea juu ya picha. Kwa suala la mapicha ni makanisani, masanamu na vitu kama hivyo, na sio msikitini. Katika baadhi ya misikiti utakuta mbele huku kuna picha za buraka. Bwana Mtume alipokwenda katika safari yake Isra na Miraji, apanda buraki, basi yaoneshwa picha la buraka, ana sura nzuri haya. Wengine sasa waweka mapicha, waambiwa kwamba jamani, mara hii tutafadhili sisi maulidi watu, mara hii itakuwa tonge nyama na juice, lakini picha ya Imam Khomeini mtaweka pale na nyingine pale na nyingine pale. Unaingia katika msikiti kuna mapicha ya Imam Khomeini. Haya ni mambo ya Kikristo. Makanisa ndo kunakuwa kuna mapicha, lakini katika misikiti hakuna asili ya kuwa na mapicha. Na ndio maana hawa wakawa wanaelezea fadhakarata, wakawa wanasimulia wenyewe mzuri, na kulikuwa kuna picha hivi na hivi. Farafa'a ra'sahu sallallahu alayhi wasallam, basi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akainua kichwa chake. Farafa'a, akainua bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kichwa chake. Waqal, na akasema, ulaika hao, idha mata fihim, anapokufa katika wao, arrajulu salih, mtu mwema. Ulaika hao, idha mata fihim, anapokufa katika wao, arrajulu salih, mtu mwema, wanafanya nini? Banau, basi hujenga, ala qabrihi, katika kaburi lake, masjidan, msikiti. Banau, hujenga, ala qabri, katika kaburi la yule mtu mwema yule, wanajenga masjidan, msikiti. Thumma, kisha, sawaru fihi, ni kwamba hutengeneza picha sasa katika kaburi hilo. Sawaru fihi, kwa maana ndio hilo sanamu sasa, wanalitengeneza sanamu hilo, fi tilka suwara, yani picha hizo za huyo mtu aliyokufa mwema. Tilka suwara, picha za hao watu wema waliokufa, wanazitilka suwara. Thumma, kisha, sawaru, wana taswiri, kwa maana ima wanachonga au wanachora, fihi, katika hilo kaburi hilo, wanachonga au wanachora tilka suwara, hizo picha za hao maiti watu wema. Akamalizia bwana Mtume akasema, ulaika hao, shirarul khalqi, ni viumbe waovu, inda Allah, mbele ya Allah. Ulaika hao mlowazungumzia huko Uhabeshini, mloyaona ni shirarul khalqi, ni viumbe waovu. Shirarul khalqi, ni viumbe waovu, inda Allahi, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. An Aisha radhiallahu anha qalat, kutoka kwa Bibi Aisha amesema, lamma ishtaka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, pindi Mtume sallallahu alayhi wasallam alipougua, dhakara ba'dhu nisaihi,
wakaeleza au wakakumbuka baadhi ya wake zake. Sheikh Uthaymeen anasema hili suala la kukumbuka hili au kutaja, anasema katika miongoni mwa faida, anasema jawazu atahadduth inda almaridhi wa maahu bisharti an la yudhjarhu, inajuzu kuzungumza mbele ya mgonjwa, jawaz, lakini tu msimdisturb. Ikawa mazungumzo yenu sasa yanamfanya anakosa ile kupata ile resting na nini na nini. Kwa hivyo almuhimu, Sheikh Uthaymeen katika kipengele hiki anasema inajuzu, mgonjwa anaumwa, nyinyi mkaa mnapiga story, mnaelezeana kuna hichi kuna hichi kuna hichi kuna hichi, sio katika ile hali ambayo pengine labda mgonjwa yupo ikawa sasa na nyinyi tena mmenyamaza kimya, mnatazamana tu, mnaweza mkazungumza. Hii ni katika faida ambayo aliyoelezea Sheikh Uthaymeen. Anasema kanisatan raaitaha, waloliona bi ardhi al-Habash, katika ardhi ya Ethiopia huko, yuqalu laha, kanisa hilo linaitwa Maria. Wa kanat Ummu Salama wa Ummu Habiba, alikuwa Ummu Salama na Ummu Habiba, atata ardhi al-Habash, walikwenda katika ardhi ya Habash, fadhakarata, wakawa wanaelezea min husniha, uzuri wake kanisa hilo, watasawira fiha, na picha ambazo zimo ndani ya kanisa hilo. Farafaa ra'sahu sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akainua kichwa chake. Sheikh Uthaymeen katika miongoni mwa faida anaeleza ni kwamba hapa kuna hii hali iliyokuwa mtume sallam ni mgonjwa, lakini aliposikia mambo ya kanisa, akasikia wanataja picha ama sanamu, pale pale akainua kichwa chake. Kwa hiyo Ibn Uthaymeen anasema kuna wajibu, anasema wujubu almubadirat bibayani hukmu almunkar, ni kwamba ni wajibu wa kubainisha ubaya wa uovu, yani ule hukumu ya uovu. Wa in kana mawdhi' i'jabu minan nas, hata kama itakuwa jambo hilo linapendezesha watu, bimaana ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam yuko kitandani ya umma, lakini aliposikia munkar pale pale aliinua kichwa. Kwa hivyo inaoneka kwamba munkar unakatazwa on the spot, hausubiriwi kwamba hawa waache wazungumze alafu kesho nitakuja kuwafahamisha habari hizi, pale pale. Na mtume hakujali kwamba ugonjwa wake labda utazidi. Almuhimu ikiwa mgonjwa hali hiyo, je, ikiwa mzima, ina maana mzima itakuwa mimbabi aula, ikitokea kuna munkar ni mtu kubainisha pale pale. Na ndio maana ikawa farafa rasahu, akainua kichwa chake na akasema, ulaika hao, idha mata fihim rajulu salih, akifa katika wao mtu mwema, banau ala qabrihi masjidan. Kusema Sheikh Uthaymeen katika faida ya hadithi hii inaonesha kwamba ni tahrim binaa almasajid ala alqubur, haram wa kujenga makaburi au kujenga msikiti juu ya makaburi. Wa annahu min fi'li shirari khalqi llahi ta'ala, na kwamba jambo hilo la kujenga misikiti katika maji ya makaburi ni jambo ambalo linafanywa na watu waovu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama hili suala la makaburi, walillahi alhamdu, na misikiti tumeshalieleza hapa muda mrefu na mashekhe wamelieleza jambo hili, alhamdu, limeeleweka. Msikiti wenye kaburi haufai kuswali ndani yake, na sababu ziko nyingi, miongoni mwayo ni hiyo, ni kwamba unakwenda kusali katika msikiti ambao ni wa watu waliokuwa waovu mbele ya Allah. Wale waliojenga wale ni watu waovu, kama wale ambao waliokuwa kanisa ikawa ndani yake wakatia nini, wakatia masanamu na pamoja na mapicha huko. Naam, farafa rasahu sallallahu alaihi wasallam wa qala, akainua kichwa chake Mtume sallam akasema, ulaika hao, idha mata fihim rajulus salih, akifa miongoni mwao mtu mwema,
Na wanasema ahlul ilm kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezea habari hizi alikuwa anataka kuonyesha kuna kitu kinaitwa saddu dharia. Saddu dharia ni kama vile msemo unaosema kinga ni bora kuliko tiba. Angalia jinsi gani ikawa wamekwenda mpaka wakaabudia watu masanamu. Kumbe mwanzo wao, chanzo ilikuwa mtu mwema akifa, basi hawampeleki makaburini, wanamuingiza katika nyumba ya ibada, au wanajenga, wanamzika au wanajenga juu yake nini? Msikiti. Kwa hivyo ile kaburi linakuwa limo ndani ya msikiti. Kwa hivyo inaanza kwamba huyu ni mtu mwema, ni mtu mwema, ni mtu mwema. Generation zinakuja katika hali ya uoni tofauti katika masala haya. Bwana, kaburi la nani? Ile kaburi la Sharif fulani bwana. La, kwa hivyo inakwenda mpaka wengine sasa, una matatizo basi inakwenda. Sasa bwana Mtume hii alikuwa ndo anaiziwia watu wasijenge misikiti katika mji wa makaburi. Na jambo hili walillahi alhamdu, kama alivyosema, watu wengi wameshalielewa. Kisha Ibn Uthaymeen rahimahullah akatupa faida nyingine, anasema jawaz, inajuzu tahadduthul insan, yani mtu kusimulia bima shahidahu min alajaib, katika yale ambayo aliyoyaona miongoni mwa mambo ambayo ya ajabu au mambo ya kupendezesha, ya kufurahisha. Wa in kana haraman, hata kama itakuwa ni jambo hilo la haramu, illa, isipokuwa an yakuna fi dhalika, isije ikawa hilo la haramu nikawa jambo ambalo ighra'u bil haram, yani likawa limekuja wasimulia as a result ikabadilika, ikawa sasa ni wavutika watu, washawishika watu na lile jambo la haramu. Ikiwa ni hivyo, anasema kwa hiyo mtu anapoona mambo ya bid'a, labda amekwenda sehemu kaona mambo ya bid'a, basi anaweza kusema nimekwenda sehemu fulani, nimeona watu bwana wanafanya hivi, wanafanya hivi. Ni kwamba jambo ambalo la uzushi, lakini unalisimulia kama lilivyo. Lakini ikiwa itakuwa ukisimulia watu na wale watu pengine wakapendezewa, wasema wanafanyaje huko maulidi yao bwana, wanacheza ule maulidi ya homo yale, kama mnamjua yale, basi na sisi mwaka huu tufanye. Sema basi bora usisimulie. Tutafanya watu wavutike na ule uharamu na ubida. Lakini ikiwa tu mujarrad kusimulia, mbona huyu Ummu Habiba na Ummu Salama walisimulia mambo walioyaona katika ardhi ya Uhabeshi, mambo ambayo kama ilivyokuja katika riwaya. Naam, kwa sababu ya muda hatutaweza tena, huku hadithi ya mbele kidogo ni refu. Naam, an Abi Hurairah radhiallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala asri'u bil janazati fa innaha in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa dhalik fa sharrun tad'unahu an riqabikum. أخرجه البخاري ومسلم. عن سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي موسى عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. أخرجه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة
رأيناها بأرض الحبش يقال لها مارية، وكانت أم السلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتساور فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أخرجه البخاري ولفظ له المسلم. Tutasimamia hapa katika hadithi hii hadi juma lijalo inshallah, tutaendelea na hadithi nyingine.